Zoezi la kuhesabu kura linaendelea kwa sasa katika eneo bunge hilo la Emuru wa Dikir, ambapo wakazi wanashiriki uchaguzi mdogo kumchagua mbunge mpya atakayemrithi Johana Ng'eno aliyefariki katika ajali ya ndege mwezi Februari. Wagombea watano wanamenyana kutoa ushindi. Mwanahabari wetu Melita Oletenges amekita kambi katika eneo hilo na hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja kutuarifu mengi kuhusiana na jinsi kura zilivyofanyika na hatimaye kwa sasa ambapo kura zinahesabiwa. Melita. Melita Oletenges, kama unatupata kwa njia shwari kabisa, pengine utuarifu kwa sasa hivi hali ilikuwaje wakati wapiga kura walipofika katika vituo vya kupigia kura na sasa shughuli inavyoendelea ya kuhesabu kura. Naam, shukran sana mwenzangu Nimrod. Sasa hivi tuko katika kituo cha kujumlisha kura cha eneo bunge hili la Emuru wa Dikir. Hapa ni chuo cha kiufundi cha Emuru wa Dikir, ambapo sasa baada ya kufungwa kwa vituo vyote 94 vya kupigia kura, basi mawakala watakuwa wanahesabu kura katika vituo hivyo, na kabla na baadaye kunradhi kutuma yale matokeo hapa, ambapo sasa kura kutoka vituo vyote 94 zitakuwa zinajumlishwa hapa, na baadaye tutapata kuangaziwa katika runinga ambayo imekuwa pale. Tutakuwa tunafahamu na kufuatilia ni nani ambaye anaongoza na kura na idadi ya kura kutoka vituo tofauti. Awali tulikuwa tumezunguka katika vituo mbalimbali kushuhudia tu jinsi ambavyo wapiga kura walikuwa wanaendelea na shughuli ya kupiga kura, lakini Nimrod, tulichoshuhudia ni kwamba wapiga kura ambao walijitokeza ni wachache kilinganishwa na wale ambao walitarajiwa kujitokeza kupiga kura. Kumbuka kwamba eneo bunge hili la Emuru wa Dikir lina wapiga kura 44,353 ambao walitarajiwa kujitokeza, lakini katika pita zetu tulizunguka, ila tulikuwa tunaona kwamba foleni ambazo tulishuhudia awali asubuhi na mapema zilikuwa zimepungua na watu walikuwa wanakuja mmoja baada ya mwingine. Awali vile vile Nimrod, tulipata kushuhudia tu hali ya taharuki ambayo ilitanda katika baadhi ya maeneo. Nazungumzia Kiribwet, Chelemei na Olbobong, ambapo awali kulikuwa na tetesi kwamba agenti wa chama cha DCP alivamiwa pale na kujeruhiwa. Tumepata kudhibitisha hili na kuelekea ambapo walikuwa wanapokea matibabu katika hospitali ya Dikir, na tumepata kuzungumza vile vile na wagombea wa chama cha DCP na UDA kuhusu tukio hilo ambalo wamekanusha na kusema kwamba hawahusiki kivyo vyote. Awali tulizunguka katika vituo vingi vya kupigia kura na kuzungumza vile vile na wakazi hapa kuhusu matarajio yao kunradhi, na hii sasa ni taarifa ambayo tulikuwa tumeandaa hapo awali. Mwendo wa saa 5 asubuhi, ubabe wa kisiasa ulionekana kuelekezwa katika kituo cha kupigia kura cha Chelemei, ambapo ajenti mmoja wa DCP alijeruhiwa na wahuni, tukio ambalo lilizua taharuki katika maeneo jirani ya Kiribwet na Olbobong. Maafisa wa polisi hata hivyo walirejesha hali ya utulivu na amani mara moja, huku aliyejeruhiwa akikimbizwa hospitalini. Wagombea wa pande zote mbili za UDA na DCP wakikashifu matukio hayo. Sikia kuna vurugu inaendelea huko Chelemei, wananyamaza. Wanasikia kuna vurugu Kiribwet, there is nothing that has been done. Ingawache wamejaribu ku calm the situation, but the perpetrators bado hawajashikwa. Hapa Emuru wa Dikir ni kubwa kushinda sisi zote, na naendelea kuelezea watu wapige kura kwa amani. Unajua hii maneno ya kura ikiisha, bado life must continue. We have to be there tomorrow again. So nilikuwa naelezea watu wapige kura kwa amani, alafu warudi waende wafanye kazi ya kawaida. Shughuli ya uchaguzi hata hivyo ilirejelewa na wakazi kushiriki uchaguzi katika vituo 94 vya eneo bunge hilo, japo waliojitokeza walionekana kuwa wachache mno. Tulichagua mtu alafu akuja atusaidie hapa kutengeneza barabara, kujenga mashule na kusaidia wananchi. Tunataka mtu akienda huko anatetea haki ya wananchi. Shughuli ya uchaguzi ni mzuri sana.
Karatasi niko mzuri na navika kura mzuri kabisa. Mgombea wa chama cha DCP Vincent Rotich alipiga kura katika kituo cha Soget, naye mgombea wa UDA David Keter akipiga kura katika kituo cha Chelemei. Wagombea Desma Cherono wa PNU, Gideon Koech wa NVPK na Kenneth Kiprono wa RLP pia walipiga kura. Mjane wa marehemu Johana Ngeno Nai Antutu naye alipiga kura katika kituo cha Mogondo. We are practicing democracy. Everybody can choose their own leader. Whoever wins, I am begging you, tafadhali maliza zile vitu ambazo Ngeno alipromise watu wake wa Emurua Dikir. Shughuli ya kuhesabu kura sasa inaendelea katika kituo cha kuhesabu kura, huku matokeo ya uchaguzi yakitarajiwa kutangazwa baadaye. Melita Ole Tenges, Runinga Citizen.